Katika jicho fichuzi leo, jicho langu na jicho la makala haya yananielekeza bado katika chama kikuu, chama cha ODM humu nchini Kenya, chama ambacho kwa miaka 20 kimetawala nyoyo za Wakenya. Kumbuka kwamba ni chama ambacho kimekuwa na wafuasi zaidi ya milioni 8, tukienda na namba ambayo ni wapiga kura ambao wamekuwa wakimpatia kiongozi wa chama hicho kura katika kura za kitaifa. Jambo ambalo linaendelea kujitokeza kwa sasa ni kwamba chama hiki cha ODM kilikuwa ama ni chama ambacho kilikuwa ni chake Raila Odinga, na kwamba Raila Odinga alikuwa yeye ndiye chama. Nasema hili kwa sababu ni vigumu sana kueleza kwamba ama kwa kweli kwamba ODM ipo hai ama ODM imekwisha zirai, maana haijakufa. Ni kweli kwamba kusema kwamba ODM imezirai? Utanijibu katika sehemu hiyo ya kutoa maoni yako, lakini kwa mtazamo wangu ni kwamba ODM sasa imezirai, na wanaopaswa kupatia huduma ya kwanza ODM ndio wao ambao wanaongeza joto katika ODM, chama ambacho sasa kinatupa mikono na miguu kwa kutafuta oxygen. Ni wazi kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, aliyekuwa kinara wa chama hiki cha ODM Mheshimiwa Raila Odinga, yeye ndiye aliyekuwa chama chenyewe. Ukinipinga nitakubali. Na kabla sijaendelea zaidi, iwapo wewe ni mgeni sana katika makala haya, haujaweza kusubscribe kwa channel hii, basi ni wito wangu kwamba uweze kufanya hivyo, ili kwamba tutakapokuwa tukitoa makala mengine uwe na nafasi nzuri ya kuweza kupata video hiyo, na maoni yako pia tutayakubali kwa sana. Hivi karibuni tutakuwa tukiwapatia jinsi ya kuweza kuchangia ili kuinua hii, na vile vile iwapo kuna sababu za kuweza kuwasaidia wengine, basi itakuwa hivyo, na tutakuwa tukikuja kwako ili kuomba ya kwamba uweze kuwasaidia jamii mbalimbali ambazo zinaendelea kuangamia huku nje na wanapoteza matumaini, ili kuweza kujaza tu matumaini kwao. Hayo kando kwa sasa. Je, ODM inazirai? Ni kweli ya kwamba ODM sasa inazirai. ODM imepasuka, na ODM kupasuka, kumbuka kwamba ni chungwa, na chungwa linapopasuka maji hudondoka, na maji yale ambayo ndiyo chungwa lenyewe basi inamwagika wapi? Wale chini wanafyonza maji ya chungwa, maana sasa chama chenyewe kinaonekana ya kwamba upande mmoja kinavutwa na kikundi cha vijana, na upande mwingine kinavutwa na kikundi cha wazee, au kinavutwa na makundi mawili ambayo kila moja ana nia yake. Je, hawa wawili ni nani aliye na falsafa yake Raila Odinga? Nazungumza juu ya kinara wa sasa ambaye tuambiwa kwamba ni kaimu, lakini kisheria ni kwamba aliweza kupata nafasi hiyo pale Mombasa baada ya delegates kukutana na pia kumuidhinisha kuwa kinara wa chama hicho cha ODM. Nazungumzia Oburu Oginga. Yeye na wenzake, mwenyekiti wa chama hicho Governor Gladys Wanga, pana wabunge Junet na wengine ambao wanavuta upande huo. Kumbuka kwamba ni chama ambacho kina ama viongozi ama vinara wadogo ama vinara wadogo. Nazungumzia wale ambao wanashika nafasi hiyo ya pili, manake ni 4. Nazungumzia Ososi, nazungumzia Simba Arati, nazungumzia Abdul Somad, baadhi ya wengine ambao labda wanashika. Nakumbuka kwamba pia kuna viongozi wengine ambao wanashikilia mrengo huo mmoja wa ODM. Mrengo wa pili ni wa vijana, unaongozwa na sio mwingine bali ni katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna, na mrengo wake
unawahusisha wabunge wachanga kama vile mwanawe Raila Odinga, Winnie Odinga, pako na Polongili. Polongili ni Babu Owino, Hamisi maeneo ya Kitale na wengine wengi tu, ambao kwa sasa inaonekana ya kwamba kuna mmoja ama kikosi kimoja kinasema kuna jambo ambalo alikufanyika, tukienda na mazungumzo yaliokuwa naye kijana msichana ama binti yake Raila Odinga, kwamba viongozi wa chama hicho hukujafanywa kwa namna inayostahiki, na kwamba kunahitajika kufanya mkutano mkuu wa chama hicho ili kwamba wanachama wenyewe waweze kutoa mwongozo kupitia uchaguzi na kadhalika, ili kila jambo na kila kitu kifanyike kiwazi. Kwa hiyo wao wanavutia upande mmoja na wale wanavuta kwingine. Sijui maoni yako ni yapi, lakini jicho fichuzi linakujuza tu ya kwamba iwapo mambo haya yataendelea hivi vilivyo, ni kwamba chungwa hili litapasuka na kutakuwa na vipande viwili vya chungwa, na itategemea sasa ni nani atakula usemi mkubwa wa kuweza kushikilia falsafa ya Raila Odinga na kupeleka chama hicho mbele. Kumbuka kwamba ndicho chama ambacho kimekuwa kikubwa zaidi kwa miaka 20, ama chama kikongwe zaidi, kando na KANU ambayo ama kwa kweli ilikwisha kufa kitambo. Sasa ODM iko wapi, na itakuwa na usalama, itakuwa na kidemokrasia, itakuwa na usalama huo ikiwa katika mikono ipi, na unapendekeza nini kifanyike kwa chama hiki ili haya ambayo yaliweza kuachwa ama kujengwa kwa miaka hiyo 20 na kinara wake Raila Odinga itakuwa inatokomea na kuangamia, ama ODM itakuwa kimfuata kaburini. Maoni yako ni yapi? Hadi kipindi kijacho tutakuwa tukikupatia picha kamili ya jinsi mambo yatakuwa kiendelea kisiasa humu nchini.